Sheria za hifadhi ya barabara Tanzania. Kila mmiliki wa ardhi anapaswa kujua. Watu wengi hupoteza nyumba, biashara na mali zao si kwa sababu hawakuwa na fedha, bali kwa sababu hawakujua sheria za ardhi na hifadhi ya barabara. Somo hili litakusaidia kuelewa ukweli wote kabla hujachelewa. 1. Hifadhi ya barabara ni nini? Hifadhi ya barabara ni eneo maalum lililotengwa kisheria pembeni mwa barabara kwa ajili ya upanuzi wa barabara siku zijazo, miundombinu ya umeme, maji na mawasiliano, usalama wa watumiaji wa barabara, matengenezo ya barabara, huduma za dharura. Eneo hili si la mtu binafsi, ni mali ya umma. 2. Umbali wa hifadhi ya barabara. Umbali hutokea aina ya barabara, lakini kwa kawaida, hebu nielewe hapa. Umbali hutegemea aina ya barabara, lakini kwa kawaida, yani hizi barabara zimetofautiana umbali kutokana na aina ya ukubwa wa barabara. Tunajua zipo barabara za mtaa, hizi zipo barabara kubwa kubwa za Ulaya, zipo barabara kuu zinatofautiana. Kwa hiyo inakuwa hivi, barabara kuu au highway hii huwa ina hadi mita 60 au zaidi kutoka katikati ya barabara. Barabara za mikoa takribani mita 30. Barabara za wilaya au mitaa huamliwa na mamlaka za eneo husika kwenye ile wilaya husika. Watu wengi hupima kutoka kingo za lami, jambo ambalo si sahihi. Vipimo halali hupimwa kutoka katikati ya barabara, center line. 3. Je, ni halali kujenga ndani ya hifadhi? Hapana. Sheria ya Tanzania haziruhusu kabisa ujenzi wa kudumu ndani ya hifadhi ya barabara bila kibali maalum kutoka mamlaka husika. Hata kama umejenga kwa miaka mingi, una mashahidi, ulirithi eneo, ulilipia kwa mtu mwingine, ulipata kibali cha mtaa tu, hivyo vyote havibadilishi sheria. Kwa nini watu hukaa miaka mingi bila kubomolewa? Sababu ni uzembe wa wasimamizi, upungufu wa rasilimali, mipango ya upanuzi kuchelewa, kuto kuwepo kwa mradi kwa wakati huo. Lakini siku mradi unapokuja, hakuna mjadala, nyumba yako itabomolewa ili upanuzi au mradi unataka kupitisha uweze kupita. 5. Nini hutokea serikali ikihitaji eneo? Mamlaka inaweza kutoa notisi ya kuondoka, kubomoa majengo, kuchukua eneo mara moja. Mara nyingi hakuna fidia kwa ujenzi usio halali, kwa sababu hilo eneo ni mali yako wao, mali ya serikali hayaja kufuata, huo ndio ulifuata. 6. Kosa kubwa watu wanafanya. Watu husema tumekaa hapa miaka 20 hakuna aliyetusumbua, lakini kisheria kukaa muda mrefu hakubadilishi umiliki. Kimya cha serikali si ruhusa. Ujenzi haramu hubaki haramu milele. 7. Maumivu makubwa hutokea mwishoni. Wengi hujenga wakiwa vijana, wanawekeza kila kitu, lakini wanapostaafu au kuzeeka ndipo bomoa hutokea. Ndipo husikia tumezaliwa hapa, hatujui pa kwenda, tulijenga kwa jasho letu. Lakini sheria haijali hisia, inalinda mipango ya taifa. 8. Jinsi ya kujilinda kabla hujajenga. Hakikisha ardhi imepimwa rasmi, una hati halali au nyaraka za umiliki, unajua mipaka ya kiwanja, unapata ushauri wa mtaalamu wa ardhi, unadhibitisha ramani ya eneo, master plan. 9. Ishara kuwa eneo lipo hatarini. Nyumba ziko karibu sana na barabara, nguzo za umeme au miundombinu zinapita karibu, kuna alama za mipaka, hizi tumezoea kuita beacons za serikali, barabara ina mpango wa kupanuliwa, umeambiwa usiweke majengo ya kudumu.
10. Ushauri wa mwisho muhimu sana. Usijenge kwa kuangalia watu waliojenga jirani. Usijenge kwa kuamini maneno ya mdomo. Usijenge kwa sababu hujasumbuliwa. Jenga kwa kuangalia sheria za mazingira ya muda. Hitimisho. Kujenga kwenye hifadhi ya barabara ni sawa na kujenga juu ya saa inayosubiri kulia. Unaweza kukaa salama leo, lakini kesho ukapoteza kila kitu. Ardhi sahihi, uwekezaji salama. Ardhi ya hifadhi, hasara ya uhakika. Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, like, kucomment na kushare hii account ili na wengine wote waendelee kujifunza zaidi. Shukrani.